Leo tarehe 6 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara ndogo ya Dar es Salaam ilikuwa inasikiliza kesi ya Tundu Antipas Mughwai Lissu dhidi ya Said Issa Mohamed na wenzake wanne. Ni maombi ambayo mwenyekiti Tundu Lissu anaomba kujiunga katika ile kesi ya mali za chama, maarufu kwa kesi ya mali za chama au rasilimali za chama, kesi ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Maombi haya leo yamekuja kwa ajili ya kusikilizwa maombi. Kwa hiyo mwenyekiti Lissu ameweza kuwasilisha hoja zake za kuomba kujiunga, kwamba ana maslahi ya msingi sana kama mwenyekiti wa chama, kama mtu ambaye amekuwa sehemu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo tokea mwaka 2004 alipojiunga, na kama mwanachama na vile vile kama mjumbe wa kamati kuu ya chama na mwanasheria mkuu wa chama, na baadaye akawa mwenyekiti wa kanda ya kati, alafu akaweza kuwa mkurugenzi mkuu wa sheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mwanasheria mkuu, baadaye makamu wa mwenyekiti wa chama kuanzia mwaka 2019 mpaka 2025 ile Januari, na vile vile kuweza kuwa mwenyekiti wa chama kuanzia ile mwaka Januari 2025 mpaka hivi sasa. Na ameweza kuonyesha kwamba ana maslahi ya msingi sana, kwamba anafahamu vitu vingi katika chama. Wale wadai watatu, wawili kati yao wamefanya nao kazi kwa karibu kabisa, kwa hiyo anafahamu maamuzi makuu ya chama yalikuwa yakifanyika na sera mbalimbali za chama ambazo zimefikiwa katika hii miaka yote, na kwa hiyo ana maslahi ya msingi sana ya kwamba ana haki ya kuweza kujumuishwa. Kwa upande wa wajibu maombi, wale wa kwanza, wale watatu, Said Issa Mohamed na wenzake, wao walikuwa wanapinga kwa nguvu kubwa sana kwamba amekuja kwa namna ambayo haitakikani, amekuja kama mtu binafsi na kama sio mwenyekiti wa chama. Kwa maana hiyo hana maslahi ya moja kwa moja ya kuweza kujiunga katika shauri hilo. Kwa upande wa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na ile bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wao wameunga kwa nguvu zote maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kujiunga katika kesi hiyo, na wanasema kwamba yeye kutokana na taarifa muhimu alizonazo zitasaidia sana. Na hoja nyingine ya msingi ilikuwa ni kwamba katika kile kiapo pinzani cha Said Mohamed Issa na wenzake wale wawili walisema kwamba madai yao au kile ambacho kilikuwa kinawakera kimeanza tokea mwaka 2016. Kwa hiyo inaonyesha kwamba madai yao yamekuja kufailiwa mahakamani yakiwa yamedumu kwa miaka 9. Kwa hiyo ni kwamba walikuwa wamekana hayo mambo ambayo yanawakera yameanza tokea mwaka 2016, wakitaka kubisha hoja ya mwenyekiti kwamba kesi tumefunguliwa mara tu baada ya yeye kuwa amechaguliwa kuwa mwenyekiti. Lakini ndani waandishi wa habari, kitu cha msingi ambacho mnatakiwa kukizingatia na ambacho mnatakiwa kifahamike ni kwamba siku ile ambayo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo alishikwa kule Mbinga, ndiyo siku ambayo ukiangalia ile hati ya Said Mohamed Issa na wenzake iliposainiwa, kwamba hati yao imesainiwa tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2016. Wakati wanasaini hati zao hapa Dar es Salaam za kufungua madai yao, basi mwenyekiti Tundu Antipas Lissu alikuwa akishikwa kule Mbinga. Wazungu wanasema what a coincidence. Kwa hiyo ni kwamba una kitu kama hicho ambacho kimeendelea. Kwa hiyo hoja zimekuwa ni za muda mrefu. Walitumia kesi na Raila Jidawi ambayo ni kesi ambayo inaonyesha kwamba katika ambako mahakama ilisema ilikuwa inahusisha chama cha CUF CUF, ilisema kwamba uwezo ukashtaki viongozi wa bodi ya wadhamini kuhusiana na masuala ambayo yahusiani na mali za chama. Sasa hii kesi ambayo imeonekana hapa ambacho kimeweza kudhihirika wazi ni kwamba bodi ya wadhamini imeshtakiwa hata kwa mambo ya siasa, na katibu mkuu na bodi ya wadhamini imeshtakiwa katika mambo ya mali ambayo sio mambo yao. Kwa hiyo kesi hii tulionayo ina mkanganyiko wake wa aina yake, lakini hayo tutaiachia mahakama iweze kuyapokea na kuweza kuyatolea maamuzi. Lakini tunashukuru sana kwamba maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu yameweza hatimaye kuwaibua au wadai watatu kuweza kutuambia kwamba mgogoro wao au madai yao yalianza lini. Wametuambia kwamba madai yao yalianza mwaka 2016. Basi tutaiachia, tuweza kuisaidia mahakama siku za mbeleni kuambia kama kitu kilianza mwaka 2016 na kesi kafunguliwa mwaka 2025, miaka 9 baadaye, je, hayo madai yalikuwa sahihi? Hilo swala ambalo litatambuliwa baadaye na kufikishwa mbele ya mahakama, ili mahakama itupatie mwongozo kama kweli bado ina mamlaka ya kuweza kusikiza kesi hii. Asante sana. Katibu mkuu anaweza kuendelea. Hadi tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2026 saa 3 asubuhi hapa katika mahakama hii ya Mahakama Kuu ya Tanzania. Sasa makamu mwenyekiti wa Tanzania Zanzibar, ndugu Said hapa ataweza kuzungumza. Asante.
Mlikuwa mnalenga nini? Kwani kuna ukomo wa muda wa kugoma madai? Tuna sheria ya ukomo wa kila kitu. Kwa hiyo ni hoja ya msingi sana ambayo imeibuka kutokana na kesi hii ya mwenyekiti. Tunashukuru sana kwamba ameweza kueleza maombi haya, yameweza kusaidia kuweza kuwachokonoa na kuweza kutuambia kinachowakera, kilichokuwa kinawafurukuta na kuwasumbua kilianza lini. Wametuambia huo mgogoro ulianza mwaka 2016. Sasa swala ni kwamba tunaweza kuialika mahakama kuangalia kama je bado ina mamlaka kusikiliza kesi kama hii. Asante. Sheria bila muda gani itakuwa ndani ya muda gani? Ndani ya miaka 6. Asante.